Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema kwamba Marekani iliamua kujiondoa katika nchi ya Afghanistan kutokana na kwamba ilikuwa ikipata msaada mdogo kutoka kwa washirika wa NATO. Rais huyo wa Marekani amesema kwamba moja kati ya jambo ambalo lilifanya Marekani kuamua kuondoa majeshi yake ni kutokana na ushirika mdogo sana ambao NATO alikuwa akiutoa, jambo ambalo amesema NATO haikuheshimu makubaliano katika namna ambayo wangeweza kumaliza kila operesheni walioifuata kupambana na kundi la Taliban, na hii ndio sababu ambayo ilifanya kundi la Taliban kutoa kila kitu ndani ya taifa hilo la Afghanistan. Mipango ya Marekani pamoja na NATO ilikuwa kupambana na kundi hilo lililoliita kundi la kigaidi ambalo sasa linaongoza serikali. Hata hivyo, kile ambacho rais wa Marekani alisema kimewahuzunisha sana baadhi ya wanachama wa NATO ikiwemo Uingereza, licha ya kwamba Uingereza imedai kwamba ilitengeneza heshima katika taifa hilo la Afghanistan. Prince Henry anadai kujitoa kwa wanajeshi wa NATO nchini Afghanistan kuna stahili heshima, licha ya kwamba rais wa Marekani alidai kwamba mpango wa kujitoa katika nchi ya Afghanistan ilikuwa ni kwa sababu nchi za NATO zilikuwa hazitoi msaada wowote na kuiacha Marekani pekee. Lakini mwanamfalme anadai kwamba kweli ni kwamba tumepata heshima baada ya rais wa Marekani kudai kuwa washirika walikaa kidogo nyuma kutoka mstari wa mbele nchini Afghanistan, na ni kwa sababu kundi la Taliban lilikuwa likionyesha upinzani wa hali ya juu. Wakati walipokuwa nchini Afghanistan, NATO walipoteza wanajeshi wengi, ingawa haikutajwa idadi yao, lakini kwa Uingereza pekee wanajeshi zaidi ya 457 walipotea. Mwanamfalme huyo alikuwa akijibu maoni tata yaliyotolewa na Donald Trump katika mahojiano siku ya Alhamisi, ambapo anadai maneno ya Trump yamesababisha kulaaniwa na washirika wa kimataifa, huku waziri mkuu Sir Keir Starmer akiyataja kuwa ya kudhalilisha na kusema kweli ni ya kusikitisha sana. Anadai mataifa ya NATO yalipambana vilivyo katika nchi ya Afghanistan. Uingereza na mataifa mengine yaliungana na Marekani nchini humo Afghanistan baada ya kifungu cha usalama wa pamoja wa NATO kuanzishwa kufuatia mashambulizi ya 9 Disemba, anasema Sir Keir Starmer, waziri mkuu wa Uingereza. Aidha, anasema mwaka 2001 NATO ilitekeleza kifungu cha 5 kwa mara ya kwanza na ya pekee katika historia. Hii ilimaanisha kwamba kila taifa mshirika ililazimika kusimama pamoja na Marekani nchini Afghanistan kwa ajili ya kulinda usalama wetu wa pamoja. Washirika waliitikia wito huo, lakini rais wa Marekani Donald Trump anaonyesha ulimwengu kwamba nchi za NATO hazikuonyesha namna yoyote ya kuweza kupambana huko Afghanistan. Rais huyo wa Marekani anasema kwamba moja kati ya kitu ambacho Marekani iliona inapaswa kujiondoa ni kutokana na kwamba nchi za NATO zilikuwa hazionyeshi ushirika wowote. Fedha nyingi zilikuwa zikitolewa kutoka nchini Marekani, lakini licha ya fedha na hata silaha nyingi zilikuwa zikitoka nchini Marekani, na kwamba ilikuwa ikionekana ni kama hasara kwa Marekani. Hii ndio sababu ya kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani pamoja na wa NATO huko Afghanistan. Kwa mujibu wa Sir Keir Starmer, aliongeza kwamba maelfu ya maisha yalibadilika milele. Akina mama na akina baba waliwazika wana na binti zao, watoto waliachwa bila wazazi, familia zinaendelea kubeba gharama za mateso. Sadaka hizo zinastahili kusemwa kwa ukweli na kwa heshima, huku sote tukiendelea kubaki wamoja na waaminifu katika kutetea diplomasia na amani, anasema Sir Keir Starmer wakati akizungumzia juu ya matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump kutokana na kuondolewa kwa wanajeshi huko katika Afghanistan. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.